Unachoweza kusema ni kwamba mchezaji wa kimataifa kutoka Angola, Laurindo Delson Depu, ameanza vizuri maisha yake kwa klabu ya wananchi Yanga, na hilo linathibitishwa na kile ambacho kimetangazwa kwamba katika ligi kuu Tanzania bara mwezi Februari yeye ndiye mchezaji bora. Ndiyo, hii ni tuzo ambayo inakwenda kwake akiwa ni mchezaji aliyesajiliwa na Yanga wakati wa usajili wa dirisha dogo Januari, lakini tayari amekuwa na mchango mkubwa hasa katika upachikaji mabao kwa klabu hiyo ambayo hivi sasa kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ikiwa imecheza mechi 14 ndio inayoongoza ikiwa na pointi 36, lakini ndio inayoongoza pia kwa upachikaji mabao ikiwa na mabao 31, lakini inaongoza pia kwa kuwa na mfumo mzuri wa kulinda ambapo imeruhusu mabao mawili tu. Ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi katika ligi kuu mpaka sasa, ndio timu iliyoruhusu mabao machache. Depu yeye ni mshambuliaji katika mfumo wa Yanga. Baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, watatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, Depu hucheza katika eneo hili akiwa kama mshambuliaji kinara. Lakini wakati mwingine Yanga huwa baada ya golikipa wanakuwa na walinzi wanne, viungo wanne na washambuliaji wawili, ambapo hapa hucheza Depu pamoja na mshambuliaji mwingine kama Prince Mpumelelo Dube. Katika kucheza kwake huku kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa tayari amekuwa miongoni mwa nyota wanaotumainiwa sana wa Yanga katika upachikaji mabao. Ametoa tuzo ya mchezaji bora wa Februari baada ya kufunga mabao mawili katika kuiwezesha timu yake kupata ushindi kwenye mechi mbili, na hivyo kuisaidia kuendelea kujiimarisha kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Kwenye mwezi huo mabao haya aliyafunga katika mechi dhidi ya JKT Tanzania ambayo walishinda kwa mabao 5-0, lakini bao pekee waliloshinda hapa ilikuwa ni Yanga wameshinda 5-0 dhidi ya JKT Tanzania, lakini walishinda 1-0 dhidi ya Namungo, Depu akifunga bao pekee wakiwa ugenini Ruangwa kwenye uwanja wa Majaliwa la mkwaju wa penalty na kuipa Yanga ushindi muhimu katika mechi iliyokuwa ngumu dhidi ya Namungo. Na kwa kufanya hivyo Depu hajatoa tuzo hiyo kirahisi. Alikuwa akishindana na wachezaji nyota Idi Nado kutoka Azam, lakini pia Rushaine De Reuck. Ikumbukwe Rushaine De Reuck ni beki wakati wa Simba ambaye katika upachikaji mabao ya Simba naye yumo miongoni mwa wale wanaofanya vizuri. Mpaka sasa ameshafunga mabao 3. Lakini Idi Nado wa Azam yeye mpaka sasa ameshaifungia Azam mabao 5 na kutoa assist moja akichangia mabao 6. Lakini kwenye mwezi huu wa Februari Idi Nado, Rushaine De Reuck na Depu ndio waliokuwa kiwania tuzo hiyo ya mchezaji bora wa mwezi, ambapo mwisho wa siku Depu ndiye aliibuka kidedea. Lakini kwa nini tunasema Depu ameanza vizuri maisha katika klabu yake hii mpya ya Yanga ambayo amejiunga akitokea katika klabu ya Radom ya ligi kuu ya Poland? Ni kwamba kwenye ligi kuu Tanzania bara ukiondoa mabao hayo aliyofunga katika mechi dhidi ya JKT, mechi dhidi ya Namungo na kwa sehemu ya wachezaji waliowezesha Yanga kuendelea kubaki kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, ni kwamba katika ligi kuu kwa ujumla ameshacheza mechi 7 za ligi kuu Tanzania bara. Kwa mechi hizi Depu kabla ya kucheza dhidi ya Azam waliotoka suluhu alikuwa ameshapiga mashuti 8 akiwa 6 yamelenga shabaha kati ya 8 na akawa amefunga mabao 6, ametoa assist 1. Mechi dhidi ya Azam yeye ni miongoni mwa wale waliopiga mashuti ya kulenga shabaha kwenye mchezo huo. Alipiga shuti hilo katika dakika 83 kwa mpira wa kichwa kutokana na cross ya Israel Patrick Mwenda, ingawa golikipa Aishi Manula alicheza vizuri. Kwa lugha nyingine aliongeza idadi ya mashuti yake ya kulenga shabaha na kufikia 7, lakini amechangia mabao 7 katika mechi 7 kwa maana ya kufunga mabao 6, assist 1. Lakini kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika tunafahamu vizuri Depu alicheza mechi 4 kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Alicheza mechi dhidi ya FAR Rabat kule nchini Morocco waliopoteza kwa bao 1-0. Alicheza dhidi ya Al Ahli kule nchini Misri waliopoteza 2-0. Alicheza dhidi ya Al Ahli New Amaan Complex visiwani Zanzibar iliyoisha kwa sare ya 1-1. Alicheza dhidi ya JS Kabylie ambayo Yanga walishinda kwa mabao 3, yeye akifunga mabao 2, moja likiwa la mkwaju wa penalty. Ni mzuri kwa penalty kwa sababu hata mabao alichangia 7, mabao 6 aliyofunga 3 ni ya mikwaju ya penalty. Sasa kwa lugha nyingine kwenye ligi ya mabingwa mechi 4 amecheza. Dakika alizocheza ni 317 akipiga mashuti 6, kati ya hayo mashuti 3 yakilenga shabaha,
akifunga mabao mawili na mojawapo likiwa ile mkwaju wa penalty katika mechi dhidi ya JS Kabylie. Lakini kwenye kombe la shirikisho la benki ya CRDB, Depu amecheza pia mechi moja ambapo walishinda mabao 7-0 dhidi ya Polisi Tanzania. Yeye alikuwa miongoni mwa wafungaji akifunga mabao matatu, akipiga hat-trick yake ya kwanza tangu atue Yanga na kuiwezesha kupata ushindi. Akawa pia ndiye amebuka kutoa tuzo ya mchezaji bora katika mechi takribani 2. Depu mwenendo wake ni mzuri kwa sababu kwa ujumla ukihesabu hizi mechi moja ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ukichukua mechi 4 za ligi ya mabingwa barani Afrika CAF Champions League, utagundua hapa ni jumla ni mechi 4, halafu mechi 7 za ligi kuu Tanzania bara, mechi 11. Kwa haraka katika mechi hizo amefunga mabao 6, ongeza mabao 2 8, ongeza mabao 3 11, mabao 11 katika mechi 11, assist 1 na hivyo kuchangia mabao 12. Assist aliyotoa ni katika mechi dhidi ya Mashujaa kama tunakumbuka vizuri, ambayo alifunga pia. Depu ana mtihani mmoja tu, kwamba afanye vizuri katika mechi kubwa, mechi ambazo Yanga wanamhitaji sana kuweka mpira wavuni ili ajitwalie ufalme katika upachikaji mabao katika soka la Tanzania. Ndiyo, ili kufikia haba kwenye nyoyo za mashabiki wa klabu yake ya Yanga, si vibaya kaangalia Mayele alichokuwa akifanya wakati akichezea Yanga kabla ya kuondoka na kwenda kuichezea Pyramids. Ni kwamba pale alipohitajika kwenye mechi kubwa, mechi muhimu, Mayele alikuwa anatekeleza kile ambacho Yanga wanatarajia, ambacho ni kufunga. Lakini Depu mpaka sasa kwenye hilo anadaiwa. Ndiyo, amefanya vizuri katika mechi dhidi ya Polisi Tanzania kwa kufunga mabao 3 wakati wakishinda 7-0. Amefanya vizuri katika mechi walioshinda dhidi ya Mashujaa akifunga bao 1, assist 1. Amefanya vizuri katika mechi dhidi ya Namungo, lakini amefanya vizuri pia mechi dhidi ya JS Kabylie na kadhalika. Lakini kwenye mechi muhimu, mechi zinazoonekana na ushindani zaidi, Depu bado hajainuka na kuwapa furaha mashabiki wa Yanga. Ndio, katika mechi dhidi ya Al Ahly kama nilivyotoka kueleza, kule nchini Misri walifungwa 2-0, hakufunga. Mechi waliofungwa 1-0 ugenini dhidi ya FAR Rabat, hakufunga. Mechi waliocheza nyumbani dhidi ya Al Ahly, hakufunga. Alikuja kufunga mabao 2 dhidi ya JS Kabylie iliyomaliza mkiani kwenye kundi lao. Lakini katika ligi kuu Tanzania bara, mechi waliocheza dhidi ya Simba ilimalizika kwa suluhu, hakufunga Depu. Mechi waliocheza dhidi ya Al Ahly kwenye ligi ya mabingwa New Amaan Complex iliisha kwa hasara ya 1-1. Depu hakufunga, alipiga shuti 1 dakika ya 10 ya mchezo. Bas, katika mechi waliofungwa 2-0 dhidi ya Al Ahly kule Misri, hakupiga shuti lolote la kwenda nje wala kulenga shabaha. Mechi ya mwisho waliocheza ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Azam, suluhu 0-0, hakufunga Depu. Sasa maana yake ni kwamba ajiulize namna gani anaweza kuwapa furaha mashabiki wa Yanga kama anavyowapa furaha katika mechi nyingine, basi kwenye mechi kubwa, basi angalie namna gani ataboresha zaidi viwango vyake katika mechi za namna hiyo, ili awahakikishie Yanga furaha hata katika mechi zinazoonekana kuwa tough. Wachezaji wakubwa hufanya makubwa katika mechi kubwa. Depu ni mchezaji mkubwa, lakini mpaka sasa akiwa na Yanga kwenye mechi kubwa bado hajafanya makubwa, hasa katika uwezo wake wa kuweka mipira wavuni. Vinginevyo katika mechi nyinginezo ambazo pia Yanga huhitaji sana kupata matokeo, Depu so far so good. Depu baada ya kutoa tuzo hii ya mchezaji bora wa mwezi, ni kwa kiasi gani itamuongezea mzuka ili kuendelea kufanya vizuri zaidi, na ikibidi katika mechi yoyote inaonekana kuwa kubwa ya klabu yake ya Yanga aendelee kufanya vizuri kama alivyofanya dhidi ya Polisi Tanzania na timu nyingine. Hilo ni swala la kusubiri. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.